kitu inaitwa kusonga mbele. Kwa hivyo ninawaomba muweze kutoa makalamu zenu, Biblia zenu, alafu muweze kusafiri pamoja na mimi, maana ninataka niweze kuwafundisha katika lugha ambayo itakuwa ni rahisi sana, hata huyu mtoto mdogo ataweza pia kuelewa, kwa sababu tumekuja kufaidiana sisi wenyewe, wala sio wengine wafaidike, wengine wasifaidike. Kwa hivyo Mungu aweze kuwabariki sana tunapoanza somo. Kwa hivyo kabla hatujaweza kuanza, kama alivyosema yeye mwenyewe kwamba kabla ya mambo yote anataka sala, dua na maombezi yaweze kufanyika, ninawaomba tuweze kutafuta sehemu tena tupige dua, alafu tuweze kualika uwepo wake anapoendelea kuwa pamoja nasi katika siku hii ya leo. Kwa hivyo tuombe. Baba mtakatifu Jehova, uketie mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunasema ni asante, maana umekuwa mwema kwetu tangu hata tulipoachana wakati wa Sabato uliopita. Tena tumeweza kurejea miguuni pako tukiwa na lengo la kulihimidi na kulitukuza jina lako. Tunapoazimia kuanza somo, tunaomba uwepo wako, uwepo wa malaika wako watakatifu, uwepo wa Roho wako pia iweze kusaidia sisi, maana Roho wako ndiye ilihusika sana katika maandiko, katika uandishi wa maandiko matakatifu na roho ya unabii. Kwa hivyo tuna uhitaji ili pia iweze kutuelewesha yale ambayo pengine itakuwa ni vigumu kwetu sisi kuelewa, iweze kutusaidia, maana unasema kwamba roho ya ukweli itakapokuja kwetu itaweza kutufunulia yote yaliyo ya haki. Tunashukuru tunapoazimia kwanza. Tazama kila mioyo ya kila mhusika hapa na wale wote ambao wanafuatilia kupitia kwa mtandao. Uweze kutubariki sisi wote tunapoendelea na somo hili, ili tunapoendelea kufanya matayarisho, maana tunafanya kitu inaitwa matengenezo kwa ajili ya mwanao Yesu Kristo atakaporudi, asija akatukataa ama akatukana kwamba hatujui na tumeweza kupiga bidii yote, itakuwa ni hasara kwetu. Zidi kuwa pamoja nasi tunapoanza na tunapoachana jioni, uweze kuendelea pamoja nasi. Waangalie familia zetu mahali popote waliko, ili uweze pia kuwasaidia waweze kupata kile ambacho sisi tumeweza kupata na tukaweza kutengwa tukaja sehemu hii kukupa sifa na utukufu, maana ulisema kwamba lazima wale ambao wanakufuata waweze kukuabudu katika roho na ukweli. Wale ambao wako njiani wakija walete, na wote ambao wako na shida mbalimbali uweze kuwatembelea, maana hakuna kitu ninaweza kukufundisha, maana wewe ndiye unayejua kila kitu. Na tumeomba hayo machache katika jina la Yesu mwanao mpendwa, ambaye ni Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Ninashukuru sana kuwaona tena katika siku hii ya leo. Na pia ninafurahi kwa sababu nimeweza kupata nafasi tena ya kuweza kufika sehemu hii, niweze kujumuika pamoja nanyi katika kuendelea na mafundisho. Na pili, kama nilivyoweza kutangulia, nimesema kwamba watu waweze kufanya nini? Kunifuatilia. Ninaposema tuweze kufungua Biblia, ningependa nisikie watu wakifungua maBiblia zao. Maana itakuwa ni vizuri kila ambacho tutaweza kusoma, isikuwe kwamba wewe ni msikivu tu, ukuwe pia ni mfuatiliaji, na Mungu ataweza kukubariki sana. Kwa hivyo leo mimi nimeweza kuweka somo fulani hapa ambaye ni muhimu sana kwetu sisi, maana tumekuwa tukipata makontroversi kule nje. Watu wanatushtumu wakisema kwamba mlitoka kanisani, wengine wanasema kwamba mliasi imani, wengine wanatuambia kwamba mlijitokeza katika kuikana ile ukweli ambaye Mungu aliipa kanisa lake, ikiwa yani kanisa, wakimaanisha kwamba ni lile kanisa ambalo sisi tulitoka, ambaye ni Seventh Day Adventist. Sasa wanatushtumu wakisema kwamba sisi tumekuwa offshoots, na wanapotuita offshoots hawawezi wakaelewa maana ya offshoots ni kina nani. Maana wakiweza kuangalia kwa umakini sana, kuanzia katika kuisoma church history, waangalie waanzilishi, wakati watu walipata nuru ya Sabato,
Maana huyu ambaye ni mpingamizi, mwana wa uharibifu, ambaye ndiye mpinga Kristo, alipokanyaga watakatifu akawaua kwa muda wa miaka 1260, Sabato ya Bwana ikawa imesahaulika na ikaenda ikisahaulika. Lakini wakati wale ambao waliweza kujaliwa nuru tena waliweza kuifufua na wakaweza kuisimamia ukweli tena, amri za Mwenyezi Mungu ikaanza kufundishwa tena, na watakatifu wakaanza tena kukataa uasi ama uongo ambayo ilikuwa inafundishwa na kanisa ambalo ndilo kanisa la mpinga Kristo, ambaye ndiye Roman Catholic. Sasa wale ambao wanatushtumu wakisema kwamba tumetoka kanisani, wanatakiwa kuangalia waanzilishi walikuwa na imani gani wakati wa hapo awali, kuanzia mnamo mwaka 1844 mpaka sasa, ambayo wamefika. Kama ikiwa imani ni ile ile, basi wanaweza sema kwamba tumeweza kutoka kanisani, na pia wanaweza wakatuita ma offshoots. Lakini sasa tukiangalia sisi tumesimamia ile ukweli, tumesimamia ile imani ambayo waanzilishi ama mitume na manabii walikuwa nayo. Kwa hivyo sisi tumesimama katika jukwaa ambalo ni imara, jukwaa ambalo ndilo thabiti, jukwaa ambalo mwanzilishi mwenyewe ndio Mungu. Kwa hivyo wanasema kwamba tunapoendelea kufanya mijadala, unasikia kwamba wanasema yaache magugu na ngano yakuwe pamoja. Anasema kwamba licha ya kwamba kanisa lile liko na ups and downs, wanasema kwamba hatungetoka, wanasema tengenezeni ndani. Lakini ukiangalia kwamba anaposema tutengeneze ndani, tunatakiwa kuangalia unatengeneza ndani ya uasi ama unatakiwa uende kando. Maana nikiangalia wakati Yesu Kristo alikuwa na ministry yake, kuna ministry ambayo ilikuwa imeanguka, ilikuwa imeasi, ministry ya Wayahudi. Walikuwa wametoka katika njia ya Mwenyezi Mungu. Pia Yesu akaona ya kwamba hangeendelea kukaa ndani ama hangeingia ndani ya Wayahudi ili aweze kutengeneza ndani, lakini aliweza kwenda pembeni, akaita wanafunzi wake 12, ndilo kanisa lake ambalo liliendeleza injili yake na ikasimamia ukweli, na ndiyo ilikuwa inawaweka wivu Wayahudi. Sasa leo tunakwenda kuangalia maana ya yaache magugu na ngano yakuwe pamoja inamaanisha nini? Yaani yaache, unapoandika katika mahali una nakili, unatakiwa uandike hapo yaache magugu na ngano yakuwe pamoja inamaanisha nini? Maana watu wanaipotoa sana tafsiri hii ambaye Yesu aliweza kuitumia. Kwa hivyo ningependa niweze kutafuta nani ataweza kunisomea, maana ninataka yule ambaye ataweza kuwa pamoja nami anisaidie katika usomaji. Maana msomaji niliyomtarajia sijui kama ataweza kuingia ama vipi. Mshikililie vizuri, maana tunafanya ile kitu inaitwa kujizoesha. Maana hivi karibuni najua kwamba Mungu akitujalia tutakwenda kule nje, tutaweza kuenda kuhubiri na kazi ya Kristo itaweza kuendelea. Katika kitabu cha Mathayo, Mathayo 13:26 inasemaje? Kuwe na utulivu kwanza. 13:26 kitabu ni cha Mathayo. Inasemaje? Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Baadaye majani na ngano. Hebu anza 20 na nafikiri anza 24 ndio itakuwa vizuri zaidi, ndio tuweze kuangalia yani, watu waweze kupata picha kamili ya nini inazungumziwa anapotaja kwamba kuna magugu hapo. 13:24 kitabu ni cha Mathayo. Vizuri, ubarikiwe mwalimu.
Akawatolea mfano mwingine, akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Anasema ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, ndio akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano. Anasema lakini watu walipolala, akaja adui akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Sasa uzingatie kwanza hapo, watu walipolala. Kwa hivyo shetani anangoja watu walale, alafu anakuja anafanya nini? Anapanda kile ambacho ni maovu kati ya ngano ambazo Mungu alizipanda. Tuende. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana magugu pia. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia Bwana. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia nini? Wakamwambia Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Akamuuliza ya kwamba Bwana, hukupanda ngano njema katika nini? Konde lako. Katika konde lako? Magugu. Akawaambia. Anauliza vizuri, limepata wapi basi magugu? Akawaambia. Adui ndiye aliyetenda hivi. Akawaambia kwamba adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia. Wakamwambiaje? Basi wataka twende tukayakusanye? Sasa watumwa wake wakauliza Yesu Kristo kwamba ikiwa basi ngano yamepatikana kuwa iko na magugu, yamemea pamoja, wakauliza tunaweza kwenda tukang'oa, tufanye nini? Hebu malizia andiko hilo usikie. Watumwa wake wakauliza tunaweza kwenda tufanye jambo fulani ili ngano yaweze kubaki peke yake, ama tunaweza yaacha yakuwe hivyo hivyo. Hebu soma. Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo. Yaani Yesu Kristo akawaambia kwamba waache, wasiende wakawakusanye, maana walisema kwamba tuende tukakusanye magugu. Lakini Yesu akaona ya kwamba wakienda wakakusanye magugu, wanaweza wakang'oa pamoja na ngano pia. Inasema viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Anasema waache, yani viacheni vyote vikae mpaka wakati wa nini? Wakati wa mavuno. Sasa watu wengi wanachanganyikiwa na andiko hili wanaposema kwamba magugu na ngano kumea pamoja na yasing'olewe, alimaanisha nini? Yaache magugu na ngano yamee pamoja mpaka siku ya mavuno, siku ya mwisho. Maana atakayekuja kuvuna ndiye yule ambaye ataweza kujua ya kwamba hii ni ngano na hii ni magugu. Ukumbuke wanafunzi kwanza hapo walitaka kwenda kuyakusanya, lakini wakaambiwa hapana, yaache yamee pamoja mpaka siku ya mavuno. Kwa hivyo hebu tuangalie, hebu tutafakari. Wale ambao wanaweza kusema kwamba yaache magugu na ngano yakuwe ndani ya kanisa, wanaweza kuwa ni sahihi ama si sahihi. Maana kanisa ambalo nilikuwa nashiriki, nimekuwa nikisikia tunapoendelea kuwafunulia ukweli, tuwaambie ya kwamba kanisa lile limeasi. Wanasema kwamba nyinyi ndio mnakuwa magugu na ndio mlitoka ndani ya kanisa, mkatuacha katika kanisa, mkatoka nje. Wakasema ya kwamba mungekaa ndani, maana alisema waache magugu na ngano yakuwe pamoja. Sasa leo mwisho wa somo hili tutaweza kujua ya kwamba kazi ya kutenganisha magugu na ngano ni kazi yetu sisi. Inahusu nini, ama inakuwa ni kina nani wanaotakiwa kuangalia ya kwamba huyu ni ngano na huyu ni gugu mwisho wa somo hili. Sasa hebu tuende, ama wacha kwanza, maana fafanuzi yake iko katika aya ya 30 na iko katika aya ya 37, lakini kwanza wacha tuangalie, tuweze kuangalia katika nukuu. Maana katika Christ Object Lesson, ni kitabu cha Christ Object Lesson ndio imeweza kufafanua zaidi
maana ya hii mfano ambaye Yesu Kristo aliweza kuitumia, kwa sababu Yesu Kristo aliweza kutumia mfano huu akiashiria jambo fulani ambaye sasa watu wameweza kupotoa katika siku zetu, wakisema kwamba waache magugu na ngano yakuwe ndani ya kanisa. Sasa ukumbuke ya kwamba wale ambao wanakuwa ndani ya kanisa ni wale watu ambao wameweza wameitwa watoke katika giza wakuje katika nuru. Kwa hivyo wote waitwao wanakuja katika kanisa, wanakiri ya kwamba Yesu ni Bwana na mkombozi wa maisha yao, wanamtambua ya kwamba kuna Mungu ambaye ndiye Mungu wa pekee wa kweli, ambaye ndiye baba yake Yesu Kristo, na ambaye ako na Roho Mtakatifu ambaye ndiye roho yake na roho wa nani? Roho ya Kristo. Sasa wanapoingia katika kanisa wanakuwa watu ambao wameteuliwa, wameitwa katika dhambi wakuja katika nuru. Kwa hivyo wanapoenda kubatizwa, hauwezi ukajua sasa nani yule ambaye ni genuine na nani yule ambaye anadanganya. Maana katika kanisa la Mwenyezi Mungu lazima kuna wale ambao ni backsliders. Lakini sasa itakuwa ni ngumu wale ambao ni backsliders kisirisiri na wale ambao wanafanya dhambi ya wazi. Maana dhambi ya wazi inatakiwa kukashifiwa ama kukosolewa hadharani. Lakini kuna dhambi ya siri ambaye Mungu anajua ya kwamba sisi kama wanadamu hatuwezi tukaangalia kwa wenzetu. Sasa hebu kienda katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro 2 aya yake ni ya 9. Kanisa si jengo. Kanisa si matofali. Kanisa sio simiti. Kanisa si mabati ama majengo. Kanisa ni jumla ya watu ambao wamekubali ukweli na wanasimamia ukweli. Kwa hivyo ikiwa hata ni watu wachache, watu wawili, watu watatu, ama hata watu ambao ni wanaonekana ni wachache wamekusanyika katika kando ya bahari, katika gereza, hilo ndilo kanisa la Mwenyezi Mungu. Soma. Inasema bali nyinyi mzao mteule. Anasema bali nyinyi ni mzao mteule. Kitabu ni waraka wa kwanza wa Petro 2 mstari wake wa 9. Twende. Inasema bali nyinyi ni mzao mteule. Anasema bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Ukuhani wa kifalme. Taifa takatifu. Taifa takatifu. Watu wa milki ya Mungu. Yaani watu wa milki ya Mungu. Ukumbuke kwamba anaposema taifa ya Mwenyezi Mungu, yani taifa la Mungu, taifa mteule ya Mwenyezi Mungu. Ukumbuke ya kwamba Israeli ambaye ilikuwa ni literal, wakati waliweza kukataa, kuna probation, kuna time ya probation, kuna time ambayo ilikuwa imewekewa. Wakati walimpiga mawe Stefano, ikahama kutoka kwao. Sasa Israeli ikakuwa spiritual Israel. Sawa? Ikakuwa sasa ni Israeli ya kiroho. Kwa hivyo anaposema hapo taifa, anamaanisha jumla ya watu. Sikiliza hapo chini nafafanua vizuri. Twende. Mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani. Anasema muweze kufanya fadhili zake kwa yeye aliyewaita mtoke wapi? Gizani. Mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Yaani mkaingie katika nuru yake. Kwa hivyo uangalia hapa anasema aliweza kuwaita, yeye aliyewaita. Kwa hivyo wewe uliitwa, mimi nikaitwa, mwingine akaitwa, sisi tukakuja tukakusanyana. Lakini sasa huenda kuna wale ambao wako kanisani labda kwa sababu ya mke, labda kwa sababu ya rafiki yake, labda kwa sababu ya kuzaliwa. Unajua kuna watu ambao wako katika kanisa kwa sababu baba yake na mama yake wamezaliwa, wamekuwa wakienda katika SDA. Kuna wengine ambao wanaangalia, labda anakuja kuangalia kama anaweza akapata mke katika kanisa. Mwingine anakuja kuangalia kama anaweza akapata bwana katika kanisa. Mwingine anaweza kuangalia kama anaweza kuja kupata financial support katika kanisa. Wengine hata waliweza kuzaliwa hapo. Kwa hivyo si lengo kwamba alikuja kumtafuta Kristo, alikuja kumtafuta Yesu. Hapana, alikuja kwa sababu ya lengo lake. Sasa hiyo haina shida. Sasa anasema kwamba walioitwa watoke gizani. Kwa hivyo unaweza kuwa uko ndani ya kanisa lakini hujaitwa.
Tuko pamoja eh? Unaweza kuwa uko ndani ya kanisa lakini haujaitwa. Unatakiwa kutafakari sana. Huenda ikawa kwamba ndiye unayezungumziwa, uwe ni ndiye gugu ambaye uko ndani ya kanisa. Kwa hivyo tunatakiwa kuwa tunaitwa tutoke gizani, na tunapotoka gizani tunaiacha. Hebu tuenda katika kitabu cha Wakolosai. Wakolosai 4:12. Nafikiri Wakolosai 4:12 kama sikosei. Wakolosai 4:12, usikie waliitwa watoke kwenye giza wakuje kwenye nuru. Kumaanishaje? Tulete sasa yaliyokuwa ndani ya kwenye giza tuyalete katika nuruni, ama tufanye namna gani? Inasemaje? Wakolosai 4:12 inasemaje? Epafra aliye mtu wa kwenu. Nafikiri 3:12. 3:12 inasema hivi. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu. Sasa anasema basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu. Kwa hivyo ili uweze kuwa katika kanisa lazima uwe umeteuliwa, na wateule ni wale ambao wametakaswa na neno. Lazima uweze kutakaswa na neno. Wakati Kristo alikuwa anawaombea wanafunzi, alisema kwamba watakase na ile kweli, neno lako ndiye kweli. Kwa hivyo pia sisi tunatakiwa kutakaswa na kweli, na tunaitwa wateule kwa sababu tumetakaswa na nini? Kwa hivyo kuna watu ambao wako kanisa lakini hawajatakaswa na kweli, hawajakuwa wateule, hawajaitwa, wamejiita wenyewe kwa sababu ya malengo mbalimbali ama ajenda mbalimbali. Tuende. Kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema. Jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe nyinyi, vivyo hivyo na nyinyi. Vivyo hivyo na sisi pia. Hao ndio wameweza kuitwa. Ndilo kanisa la Mwenyezi Mungu. Inaweza kuwa katika Nakuru, inaweza kuwa katika Kisii, inaweza kuwa katika Nairobi, inaweza kuwa katika Mombasa, inaweza kuwa katika Zanzibari, inaweza kuwa katika Australia, inaweza kuwa katika Marekani. Hilo ndilo kanisa ambayo Mwenyezi Mungu anajua kwamba ndiyo kanisa lake duniani. Wala sio majengo, wala sio makathedro, wala sio makanisa ambayo wameendelea. Sasa wale ambao wanatushtumu wakisema kwamba tumeweza kufanya nini? Malizia, kuna 14 inasema zaidi ya hayo yote, mwalimu wenye umesema. Jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Ndio kifungo cha ukamilifu ni nini? Upendo. Kwa sababu Mungu ni upendo. Sasa wale ambao wanatushtumu wakisema kwamba sisi tumekuwa magugu katika ulimwengu, maana wanasema kwamba ukumbuke, ili uweze kuwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato ambao wako ndani ya GC, lazima kwanza ukubaliane na uongo yao, maana uongo imechanganyika na ukweli ambayo ile kanisa wanahubiri sasa. Na ili uweze kujua uongo ya kanisa, lazima uweze kuangalia wanaamini nini. Isikuwe kwa unaenda tu kanisa kwa sababu unaona ni kanisa. Usiende kwa sababu unaona kuna magari za kifahari. Usiende kwa kanisa kwa sababu unaona idadi ya watu ni wengi. Usiende kwa kanisa kwa sababu unaona wamejenga na wamepaka rangi vizuri, ni ya ghorofa, ni ya matofali, iko na mpaka na tiles chini. Usiende kwa sababu si kanisa, ni kanisa. Sasa wanasema kwamba tumetoka kwao ni kwa sababu tumekuwa kama magugu, lakini hebu tuangalie katika kitabu cha 1 SM 204 ndilo tumekuwa tukijifundisha sana. Nabii aliandika katika habari ya dini yetu itakuja kubadilishwa. Na kwa sababu wale watu hawasomi, wangekuwa wanajiuliza dini yetu ambaye Ellen alisema kwamba itakuja kubadilishwa, je, mpaka sasa ilibadilishwa? Wanatakiwa kujiuliza. Sasa ninawauliza nyinyi kama wana matengenezo wa Nakuru, je, ukweli ulibadilishwa? Dini yetu ilikuja ikabadilishwa ama hijabadilishwa? Ilikuja ikabadilishwa. Hebu tusome katika hichi kitabu cha 1SM. Wacha niangalie 1SM 204 paragraph 2.
nitaanzia tu mahali nasema kwamba dini yetu itabadilishwa. Hapo inaanza na the enemy of souls. Sitaanza hapo. Ninaanza mahali nasema our religion will be changed. Our religion will be changed. Anasema dini yetu itabadilishwa na kanuni za msingi ya imani ambazo zimedumisha kazi kwa miaka 50 iliyopita zitahesabiwa kuwa makosa. Yaani zitahesabiwa kuwa error. Yaani kanuni za msingi ambazo ndizo fundamental principles ambayo ilikuwa imesimamisha kanisa kwa zaidi ya miaka 50. Ukumbuke wakati Ellen anaandika hapo, ukiangalia kuanzia 1844 uongezee miaka 50, tunapata ilikuwa ni miaka ngapi hiyo alipokuwa anaandika nukuu hili? 1844 plus 50 ni ngapi? 18. Sasa wakati wa 1894 anasema kwamba ukweli ambaye imekuwa ikidumishwa kwa zaidi ya miaka 50 iliyopita itakuja kuangaliwa kuwa ni makosa. Sasa waweze kufanya nini? Wakiangalia kanuni za msingi ambayo imekuwa ikidumisha kanisa kuwa ni makosa, nini itafanyika? Anasema hivi, anasema shirika jipya litaanzishwa. Sasa shirika jipya itaanzishwaje? Na kuna ukweli ambayo imekuwa ikidumisha kanisa kwa zaidi ya miaka 50. Kuna ukweli ambazo zimekuwa zikisimamia. Ina maana kwamba kuanzia 1894 kurudi nyuma, kanisa la Ellen G. White pamoja na James Bates pamoja na bwanake na wengine waanzilishi wa Adventista wa Sabato walikuwa wanaamini uongo? Je, hawakuwa wanamjua Mungu wa pekee wa kweli? Je, hawakuwa wanamfuata Yesu Kristo wa ukweli? Walikuwa wanamfuata Yesu bandia? Walikuwa wanamwabudu Mungu katika uongo? Hawakuwa wanamwabudu Mungu katika uongo. Ina maana kwamba amesema wale ambao wataiweza kuitoa kanuni za msingi ambazo zimekuwa zikidumisha kanisa kwa zaidi ya miaka 50, watakapobadilisha, shirika jipya zitaanzifanya nini? Litaanzishwa. Kwa hivyo tukiangalia leo katika Seventh Adventist, hata ikuwe ni hii ambayo ni hawana matengenezo, tukiangalia kwamba hatutumii kanuni za msingi, yani fundamental principles ambazo zimekuwa zikidumisha kanisa kwa miaka hizo yote, tuangalie katika kipindi chetu hichi sasa ni miaka ngapi imepita tangu nukuu hii iandikwe, tangu hata Seventh Day ifufuliwe, kuanzia 1844 mpaka saa hii ni miaka zaidi ya 132, ni 132 plus years. Sasa mpaka sasa tunatakiwa kuangalia kile ambacho kilikuwa kinaaminiwa kuanzia 1844 mpaka sasa. Maana alisema kwamba tusitoke katika kanisa, lakini sasa kuna shirika jipya ishaanzishwa. Maana ukiachana na zile ambazo zilidumisha kanisa kwa zaidi ya miaka 50 wa kipindi hicho, inamaanisha kwamba umeanzisha shirika jipya. Sasa ukianzisha shirika jipya, utabaki kuwa kanisa ama utabaki kuwa ni kampuni nyingine tofauti na lile ambalo Mungu aliweza kuanzisha? Anasema hivi, shirika jipya litaanzishwa, vitabu vya agizo jipya vitaandikwa, mfumo wa falsafa ya kiakili utaanzishwa. Waanzilishi wa mfumo huu, kumbe kuna mfumo ambaye imeanzishwa, ambaye ndio shirika jipya, ambaye ndio mfumo, ambaye ndio sasa General Conference. Na uangalie shetani ni shetani kweli. Yaani ukumbuke wakati waanzilishi wa imani wa Kiadventista wa Sabato, yani wanafufua, si kuanzisha, wakati wafufuaji wa imani walipoifufua, yani walifufua imani hii ambayo ilikuwa imezikwa katika kaburi la Sahau na Rumi, na walikuwa waaminifu kweli kweli katika imani hiyo. Sasa shetani aliangalia tena, ameingia katika vita, akaangalia sasa nitafanyaje?
Ukumbuke shetani haleti uongo yote safari moja, anachanganya ukweli na uongo ili aweze kukuconfuse. Kwa hivyo akaweza kuangalia kitu nitakachofanya nitaweza kubadilisha, maana tunajua hii ni kazi ya ibilisi hii. Walikuja wakatoa fundamental principles, wakatoa kile ambacho, maana katika fundamental, mbona tuzungumzie, unajua watu hawaelewi, mbona tuzungumzie fundamental principles? Fundamental principles ni yani ndio inatuonyesha muktasari wa imani yetu, inatuonyesha sisi tunaamini nini. Yani katika imani yetu tunaamini Mungu aje, tunamjua Kristo aje, tunatambua Roho Mtakatifu aje. Iko katika nini? Fundamental principles. Lakini tukiangalia katika fundamental beliefs, tunaangalia ya kwamba katika fundamental beliefs tunapata ya kwamba ni tofauti na kile cha kwanza. Ina maana kwamba wametoka katika ile ingine, wameona ni era, wakaingia katika hii ya mfumo, wakaiondoa ukweli. Na ndio unaona watu hawaelewi, maana unaangalia anaanza na fundamental zote zinaanza na fundamental principles, lakini ni beliefs. Sasa mtu anaweza kuchanganyika na si bado ni ile ile, si ni 28 bado. Sasa shetani ni shetani na anacheza na akili zetu. Tukikaa kama tumelala, anacheza na saikolojia yetu. Sasa anacheza na saikolojia ya Waadventista. Sasa wanajifanya kana kwamba wamebaki katika lile jengo, wamebaki katika lile jina, lakini imani ni ingine tofauti. Sasa imekuwa ya Warumi, na ukumbuke Rumi anayeongoza ni shetani, ibilisi mwenyewe. Kwa hivyo kile ambacho wanaongozwa nayo sasa imetoka katika Rumi. Ni hatari sana. Sasa shirika jipya ishaanzishwa, alafu mfumo ingine ishatengenezwa tayari. Falsafa sasa inaongoza akili za watu, wanaangalia vitu vingine ikiwa ni tofauti. Na ndio unaona wanasema kwamba sisi tumetoka katika kanisa. Anasema hivi, anaendelea kusema hivi, Sabato bila shaka Sabato bila shaka itachukuliwa kwa wepesi. Yaani Sabato haitachukuliwa kwa uzito wake. Sabato itachukuliwa tu kama ni kitu tu kawaida tu, ni kama siku tu ya kwenda kuabudu tu, si kitu cha kuweza kuonyesha. Maana Sabato ni zaidi ya Sabato. Sabato ni zaidi ya nini? Sabato, kwa sababu tunaangalia kwamba Yesu Kristo alisema kwamba ndiye Bwana wa Sabato. Na ukumbuke huyu Bwana wa Sabato ndiye alisema kwamba atatufikisha kwa Baba. Na ukumbuke ya kwamba hii Sabato ndiyo inatenganisha waovu, wavunja sheria na wale ambao wanatii sheria. Kwa hivyo ni zaidi ya Sabato. Lakini unapata kwamba anasema Sabato itachukuliwa kwa wepesi. Kwa hivyo wanachukulia kwa wepesi kivipi? Kwa sababu unapata sasa wanafanya michango, wanakanyaga migwaride, wanakanyaga hizo parade zao za Pathfinder, wanafanya women ministry, wanafanya mitangazo ya ajabu, wanafanya vishughuli ambavyo havisaidii kitu katika imani. Kwa hivyo wanachukulia nini? Wanachukulia Sabato ikiwa ni kitu cha kawaida. Alafu anasema hivi, Sabato bila shaka itachukuliwa kwa wepesi kama vile Mungu aliyeyumba watakavyomchukulia. Kwa hivyo wanapochukulia Sabato ikiwa hivi, pia Mungu anamchukulia hivi. Kwa sababu gani? Ikiwa huyu Mungu ambaye anasema kwamba ikumbuke siku ya Sabato, anasema kwamba uitakaze. Sasa hawa wanasema hapana, sisi hata tunaweza fanya shughuli zingine katika siku ya Sabato. Sasa wamefanana na wale wengine wavunja sheria, maana wamekuwa wavunja sheria pia. Sasa hiyo ni dhambi ya wazi. Sasa sikiliza. Sasa huyu Mungu pia aliyeitoa hiyo amri anachukuliwa hivi. Sasa kwa sababu anachukuliwa hivi, ina maana kwamba hawa watu hawako kwenye imani. Sasa anasema hivi, hakuna kitu kingeruhusiwa kusimama katika njia ya harakati mpya. Na ni ukweli, hakuna kitu kingeruhusiwa kusimama katika harakati mpya. Sasa katika harakati mpya hii, unapokwenda kuambia kwamba tunatakiwa kufufua fundamental principle, wanakuambia wewe ni nani useme hivi. Sasa wanaongoza ili mfumo katika hali tofauti kabisa. Sasa hebu angalia, unapotoka katika lile unaanzisha shirika jipya ambaye sasa inakuwa ni shirika ingine tofauti, na sasa unakuwa unatekeleza kitu inaitwa
dhambi ya wazi. Sasa hebu niangalie, unajua ni kwa nini nimeweza kufafanua nukuu hii? Ni kwa sababu nilikuwa nawaonyesha kwamba hawa watu ni wavunja sheria, wamevunja sheria ya kwanza mpaka 4, kwa sababu wanasema sheria ya kwanza inasema usio na miungu mingine ila mimi, lakini tunaambia katika nukuu kwamba wanamchukulia Mungu kwa wepesi. Ina maana kwanza hawamtegemei Mungu kikamilifu. Kwanza Sabato ishavunjwa, tena wamekuwa na miungu ya kipagani, wameleta mungu wa Rumi, wameingiza kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Sasa wamevunja amri ya kwanza mpaka ngapi? Na ukumbuke ya kwamba atakayevunja sheria moja amevunja nini? Amevunja yote. Kwa hivyo hiyo ni dhambi ya wazi. Sasa niwaulize, tungetakiwa tukae huko tutengenezee ndani ama tunatakiwa kukua kando? Maana wanasema kwamba yaache magugu na ngano yamee pamoja, lakini hawaelewi. Nakwambia leo utaweza kuelewa magugu na ngano yatameaje ndani ya kanisa. Sasa sikiliza, nimewauliza swali kama kanisa la 58 wana matengenezo. Sasa wakati wametekeleza dhambi, maana dhambi ni wazi, kwa hivyo wamefanya dhambi ya wazi, tungetakiwa kubaki kule ama tungetakiwa kuwarekebisha? Tukiwarekebisha watuondoe, tungetakiwa kuendelea kukaa kule ama tutoke? Tutoke, kwa sababu mfumo yenyewe imeharibika. Tayari wanafanya dhambi ya wazi. Sasa mambo ya magugu na ngano ni spiritual. Unajua hao watu wanaleta magugu na ngano ikuwe ni literal. Ikuwe sasa ati ndilo kanisa pekee ambayo iko katika dunia. Ati Seventh Day Adventist sasa ndio kanisa pekee yake katika dunia ambaye ati imesimamia ukweli. Ni ukweli gani hii imesimamia? Hata hawana aibu. Shame on those pastors. Sasa sikiliza, katika kitabu cha Christ Object Lesson inazungumzia kuhusiana na ngano na magugu. Anasema hivi. Ni page 70. Katika page 70. Katika page 70 nasema hivi. Kristo amefundisha wazi kwamba, sikiliza, nataka usikilize vizuri ili kwamba anapokuambia kwamba yaache magugu na ngano yamee pamoja, utakuwa na kitu ya kusema. Utakuwa umeelewa magugu ni nini, ngano ni nini na ni wapi. Ikiwa ni ulimwengu ama ikiwa ndani ya kanisa. Na ikiwa ndani ya kanisa, ni kanisa la Waadventista wa Sabato wa GC ama Waadventista wa Sabato wana matengenezo. Unatakiwa kufanya hivyo. Hii ni 71 paragraph 3 kwanza. Hii ni COL, Christ Object Lesson 71 paragraph 3 inasema hivi. Kristo amefundisha wazi kwamba wale wanaodumu katika dhambi ya wazi lazima watenganishwe na kanisa. Wale wanaoshiriki dhambi ya wazi lazima wafanye nini? Lazima watenganishwe na kanisa. Sijui kama mnanisikiliza. Najua nazungumzia jambo la maana hapa. Anasema kwamba Kristo amesema wale wanaoshiriki dhambi ya wazi watenganishwe na nini? Watenganishwe na kanisa. Fakti ya Kizungu inasema Christ has plainly taught that those who persist in open sin must be separated from the church. But he has not committed to us the work of judging character and motive. Sasa hajatuachia kazi ya kuwahukumu nia za watu ndani yao. Sasa hiyo si kazi yetu kama kanisa. Hebu angalia, alafu nitafafanua jambo hapo. Anasema hivi katika Kiswahili. Lakini hajatukabidhi kwetu sisi kazi ya hukumu ya tabia na nia. Hajatukabidhi sisi kazi ya nini? Kazi ya kuhukumu tabia na nia. Anajua vizuri asili yetu sana hivi kwamba hawezi kutukabidhi kazi hii. Sisi ni watu, sisi ni binadamu. Sasa angalia. Katika wanafunzi wa Yesu Kristo kulikuwa na magugu na ngano. Petro alikuwa magugu. Yuda alikuwa magugu. Ikiwamo wengine, kwa sababu hata wengine pia kuna wakati walikuwa na hepa wakati Kristo anaingia kwa moto.
anaingia kwa shida, wengine walikuwa anahepa. Sasa Petro aliingia, alikuwa magugu ambaye kabisa ilikuwa inaonekana, na lakini Yuda alikuwa ni magugu lakini ameficha ugugu wake. Sasa hebu angalia katika wanafunzi wake 12 ungeweza kutambua ya kwamba nani ataweza kumsaliti Yesu? Kwa mtazamo, wanafunzi wake wengine wangemsema ni Yuda ndiye angemsaliti, wangemsema ni Petro, wangemsema ni Mathayo. Hawangemsema mtu, kwa sababu hiyo ni nia, hiyo ni character inbuilt. Kwa hivyo yule ambaye ataweza kusoma character peke yake ni yule ambaye ako na divinity, ni Yesu Kristo peke yake. Kwa hivyo story ya ngano na magugu inahusu mambo ya divinity, inahusu mambo ambayo sio sisi tumepewa. Katika kitabu ambacho tumetangulia kusoma katika Mathayo, amesema kwamba hapana, sio kazi yenu kwenda kukusanya magugu. Kuna wale ambao nitawatuma magugu waweze kuvikusanya siku ya nini? Siku ya mavuno. Sasa nataka urudi hicho kitabu cha ile kitabu cha Mathayo 13 anza 37, usikilize anasema, anaongelea nini? Anasema sisi hatujaruhusiwa kufanya nini? Kuhukumu tabia na nini? Na nia. Lakini sasa tunapata wenzetu wanaanza kusema kwamba yaache magugu na ngano yame pamoja, huku wanashiriki dhambi ya wazi ambayo tumeambiwa kwamba wanatakiwa kutenganishwa na kanisa. Umefika? Iko hapo. Soma. 13:37. 37 inasema hivi. Akajibu akasemaje? Azibandae zile mbegu njema. Kwanza rudi nyuma 36 ndio nafikiri ndio nasema vizuri. Kisha Yesu akawaaga makutano. Akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, wanafunzi ilibidi wamwendee awaulize habari ya ngano na magugu. Tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Twende. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. Ni nani? Mwana wa Adamu. Alafu lile konde ni ulimwengu. Zile mbegu njema ni wana wa ufalme. Lile konde ni ulimwengu. Alafu zile mbegu njema ni nini? Wana wa ufalme. Alafu na yale magugu ni wana wa yule muovu. Yaani magugu ni wana wa yule muovu. Alafu nini inaendelea? Inaendelea kusema, yule adui aliyepanda ni Ibilisi. Yule ambaye ni mpandaji ya magugu ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia. Na wale wavunao ni malaika. Wale wavunao ni nini? Malaika. Kwa hivyo wanafunzi wa Yesu walikuwa wanataka kufanya kazi ya nani? Walitaka kufanya kazi ya malaika. Walitaka kufanya kazi ya Yesu Kristo, maana Yesu Kristo ndiye anawatuma awachukue wateule. Kwa sababu nini? Maana atakuwa ametenganisha magugu na ngano. Kwa hivyo yeye atakuwa anajua tu hawa ndio ninawavuna, wale ni wa kuchomwa matita. Sasa unaangalia, tunaambia kwamba lakini wakishiriki dhambi ya wazi, tunatakiwa kufanya nini? Kutenganishwa na kanisa. Sasa nataka tuende katika kitabu hicho cha Christ Object Lesson. Katika Christ Object Lesson 70 paragraph 2. 70 paragraph 2. Usikilize kinachoendelea hapa. Anasema hivi, kwa hivyo anaposema shamba ni nini? Ngoja, unajua ni kama ninajizungumzia. Sikiliza. Kristo amesema shamba ni nini? Konde ni nini? Konde ni ulimwengu. Sijui kumba amko mnasikiliza mwalimu akisoma. Lile konde ni ulimwengu. Alafu lile ngano ambaye ndio yani ngano ni wale wana wa nani? Wana wa ufalme, na magugu ni wana wa yule muovu. Lakini konde ni ulimwengu. Kwa hivyo si kani. Lakini utasikiliza jambo katika COL, Christ Object Lesson 70 paragraph 2, anasema katika paragraph 2 anasema hivi katika paragraph, hebu nisomee katika Kiingereza, COL 70 paragraph 2. COL 70 paragraph 2. COL 70 paragraph 2. Usikilize jambo hapo. 70 paragraph 2. Inasemaje?
the field, Christ said is the world. Hiyo ni wazi kabisa, hata tumeambia na Biblia. Alafu but we must understand this as signifying the church of Christ in the world. Sasa ina signify kanisa la Mungu wapi? Kanisa la Kristo wapi? Duniani. Lakini sasa wale wanaleta ikuwe ndani ya kanisa, yaani magugu na ngano yakuwe ndani ya kanisa. Lakini kilichokuwa kinazungumziwa na Yesu ilikuwa ni kanisa lake ndani ya ulimwengu. Sijui kama tunaelewana. Hello? Tunaelewana? Kwa hivyo aliposema yaache magugu na ngano, alimaanisha wateule, wana wa ufalme na wana wa yule ibilisi wakuwe pamoja, ikiwa na maana kwamba katika ulimwengu, si ndani ya kanisa. Si ni kweli? Si ni kweli Ama kuna vile unachanganyikiwa pia hapo. Sawa. Sasa dunia ndiyo sehemu wana wa ufalme na wana wa ibilisi wanakuwa pamoja, ikiashiria hao wana wa ufalme kama kanisa. Si ni kweli? Kwa hivyo wanaokuwa ndani ya kanisa, ina maana sisi hatuna uwezo ya kuhukumu tabia na nini na nia. Sisi hatuwezi tukajua Robert anafanya nini kisiri, Amos anafanya nini kisiri, ikiwa nimeongoka nusu ama nimeongoka kikamilifu. Kazi ya kuhukumu nia na tabia ni ya nani? Ni ya Mungu. Si ni kweli? Ni ya character ya divinity peke yake. Sisi hatuwezi kukabidhiwa kazi hiyo, lakini chenye tumekabidhiwa kama kanisa ni pale ambapo ninaposhiriki dhambi ya wazi. Tuko pamoja Yaani ninaposhiriki dhambi ya wazi, unaponiona nimeoa mke mwingine, unaponiona nafanya uzinzi, unaponiona ninaiba, unaponiona ninafanya mambo ambayo ni ya chukizo kabisa mbele ya Bwana, ni dhambi ya wazi. Hiyo ni yako jukumu kunifanya nini? Kunikashifu na kunishusha. Nisije ninahubiri hapa mbele. Tuko pamoja? Lakini kazi ya kuhukumu tabia na nia si yetu sisi. Lakini sasa wale watu wanasema kwamba yaache magugu na ngano yamee pamoja, ikimaanisha kwamba sisi tuliotoka katika mfumo ulioasi tumetoka kanisani, lakini hawajajua ya kwamba tumetoka ndani ya majengo, tumetoka kwa uasi, tumetoka kwa kusanyiko wanaoamini uongo, tumekuja kusimamia ukweli wanaokataa wao wenyewe. Haleluya. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa anasema hivi, nimeweza tu kupick sehemu katika hiyo 70 paragraph. Anasema ni lazima tuelewe hili ya kuwa linaashiria kanisa katika nini? Kanisa la Kristo katika ulimwengu. Kwa hivyo inaashiria kanisa la Kristo katika ulimwengu. Katika hiyo Christ Object Lesson 71 paragraph 3. Hebu tusome tena mwalimu. COL 71 paragraph ya 3. Inasema nini? Paragraph ya 3. COL paragraph 71 paragraph 3 inasema nini? Unasema 71 71 paragraph 3. Christ has plainly taught that those who persist in open sin must be separated from the church. But he has not committed to us the work of judging character. He knows our nature too well to entrust this work to us. Yaani anatujua kabisa sisi asili yetu kwamba hawezi akatupea kazi ya nini? Ya divinity. Sisi hatuna divinity, ama tuko na divinity. Tunaweza tukasoma mind, tunaweza tukasoma character, tunaweza tukasoma nini unawaza, hatuwezi tukajua. Kwa hivyo kazi hiyo sio yetu kuiendekeza. Inasema should we try to uproot from the church those whom we supposed to be spurious Christians, we should be sure to make mistakes. We should be sure to make mistakes. Kama vile ambavyo tunapata kwamba wanafunzi waliuliza twende tuyang'oe, akaambia hapana, msije mkang'oa magugu na nini na ngano pia. Twende. Often we regard as hopeless subjects the very ones whom Christ is drawing to himself. Where we deal with these souls according to our imperfect judgment, it would perhaps extinguish their last hope. Many who think themselves Christian will at last be found wanting. Wale ambao wanajiita wa Kristo mwisho wataonekana nini? Wamepungua. Si ni kweli? Unajua nisiji utaniruhusu. Vizuri. Ninakupatia nafasi vizuri. Hapa inaposema naita turudi kanisa,
Hapa inaposema many will be in heaven who their neighbors supposed to never enter there. Inaposema many who think themselves Christians will at last be found wanting. Inaposema wanting, ujue ni wakati watu wanapimwa na sanctuary ndio unapatikana kuwa wanting. Hata Nebukadnezar alipimwa akapatikana ako wanting. Ni ukweli kabisa. Sasa tunapata kwamba tukipewa kazi hiyo tunatakiwa tukue watu ambao wameongoka kikamilifu. Hatutaki kuchanganya ukweli na uongo. Hatuwezi tukasafu Mungu na Mammon at the same time. Si ni kweli? Sasa wale ambao wameshiriki dhambi ya wazi tulitakiwa tukue separated kabisa, tusikue pamoja nao, maana wanashiriki dhambi ya wazi. Tuende. Many will be in heaven who their neighbors supposed would never enter there. Yaani kuna watu majirani wanajua kweli mbinguni hawezi enda, lakini watastuka sana kuwapata pale. Man judges from appearance, and that is the truth. Ni ukweli, man judges from appearance. Unajaji mtu kulingana na vile unamwona, unasema huyu hawezi. But God judges the heart. Ni ukweli kabisa. Sasa hakuna vile mwanadamu anaweza judge the heart kwa sababu hawezi. You know nothing about the heart. It is only God who knows the heart. Ni ukweli kabisa. Kwa sababu I'm sure kama Paulo angeaprutiwa kitambo, kama hao angepewa nafasi wa approve sana. Angeona Paulo anaua Wakristo shit. But God judges through the heart. The tares and the wheat are to grow together until the harvest. And the harvest is the end of probational time ya kila mtu. Sasa probation kwanza ya Wasabato itakuwa imeisha, pia ya watu wa mataifa imeisha. Sasa probation ya kila kitu wakati wa mwisho ndio sasa makusanyo ya nini, ya separation ya tares na wheat ndio inafanyika. Umefunza vizuri, maana ningependa tuangalie hili jambo. Tares na wheat wanapatikana wapi? Si duniani, because tukiingia kwa investigative judgments kulingana na great controversy, the judgment of the wicked ni separate na judgment yenye inaendelea sasa hivi. Ukisikia judgment inaendelea kutoka 1844 ya wafu na alafu itarudi tano kwa walio hai, si ati mpaka wicked wanajajiwa hapo, hapana. Ni mtu yeyote kulingana na great controversy ambaye aliwahi fanya kazi ya Mungu ama analiita jina lake. Kwa hivyo ni watakatifu wanaofanywa judgment saa hii, wale wanaodai kwamba ni watakatifu ndio wanafanya nini? Wanakuwa examined. So magugu hii ukiona imeandika probationary time, ni hiki kikundi cha watu ambao wanajiita nani? Wakristo, ndio kinapitia scrutiny na kiko na magugu. Magugu yako ndani ya matengenezo. Magugu yako kwa Wakristo wote, especially wana matengenezo, ndio magugu yako. Kama vile foolish faji mbanzo watu ndani. Exactly, si ni yao sasa. Foolish magugu wenye wanazungumzia ni yao foolish. Vizuri sana. Vizuri sana kabisa. Ni hivyo. Sasa ni magugu, maana wamejishikilia kwa mbegu njema. Maana huwezi wajua. Utasikia kanisa letu ni safi. Kumbe yeye ndiye alifanya likuwe mbaya na ana mstari. Ni ukweli, kwa sababu umesema vizuri, ngano haiwezi patikana kwa ulimwengu. Na pia magugu haiwezi patikana kwa ulimwengu. Maana huko ndio magugu tupu. Sasa maana unaposikia watakatifu watawahukumu na malaika waaje? Kwa sababu the judgment of the wicked is the separate thing. Na wakati judgment ya the wicked itafanywa wenye watajudge ni watakatifu. Ni ukweli kabisa. Sasa nataka uangalie hapa. Napeana sasa nukuu nyingine, alafu tuweze kuangalia tena kuitafakari kindani ndani. Hii ni 4SP. 4SP. Tuko pamoja Hii ni 4SP 381 paragraph 3. 4SP 381 paragraph 3. Anasema hivi. 4SP 381 paragraph 3. Mumefika hapo? 381 paragraph 3. 381.3. Nabii anasema hivi. Ni kweli kwamba sawa Anasema ni kweli kwamba kuna Wakristo wa kweli katika ushirika wa Kikatoliki. Sasa kwanza hapo kwa sentence ya kwanza ngoja.
Maana tumeambia kwamba sisi tusingetoka ndani ya kanisa. Lakini sasa tukiangalia wamefanya mabadiliko. Yaani wamebadilisha vitu mingi sana katika imani. Religion ishabadilishwa, dini ishabadilishwa, shirika jipya ishaanzishwa. Sasa hebu ikiwa na maana kwamba tusingetoka kule, ina maana pia kwa sababu mimi nilikuwa Mkatoliki, nimesikia ukweli, niseme mimi bora tu nishajua ukweli, wacha nibaki ndani ya Katoliki. Wacha niendelee kushiriki Katoliki, lakini mimi si Mkatoliki. Yule ambaye alikuwa katika PCA ama katika makanisa yale ambao mlikuwa mnashiriki, maana naamini kwamba sisi wote hatukuwa wana matengenezo, si ndio? Hatukuwa Waadventista wana matengenezo wote, si ndio? Kuna kama mimi mwenyewe binafsi nilikuwa Mkatoliki. Ikiwa basi nilisikia ukweli, na niliposikia ukweli nilitoka kule katika kusanyiko la uongo. Ikiwa ningekuwa ninasema kwamba nishajua ukweli lakini nibaki hapo, ningekuwa nini? Ningekuwa muongo na ningekuwa mnafiki, na bado ningejachewa nikiwa nani? Nikiwa mwenye dhambi, kwa sababu ninashiriki dhambi na wenye dhambi. Kwa hivyo wale wanasema msingetoka ndani ya kanisa kwa sababu ati nabii alisema tutengenezee ndani, bila kujua hii ndani ambaye nabii alisema tutengenezee ndani ni ndani ya mfumo ya General Conference ama ndani ya ile ambaye ilikuwa inaongozwa na fundamental principles ambazo ndizo imani ya ukweli wa Mwenyezi Mungu. Yaani mwanzilishi wa imani hii ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa hivyo tunatakiwa kuangalia ikiwa basi tumepata wanatenda dhambi ya wazi, wamekataa Mungu wa pekee wa kweli, wameleta Mungu wa utatu, wanaabudu sasa Mungu wa utatu, wamekataa kabisa Yesu Kristo kwamba yeye ni mwana wa Mungu, anasema ni Mungu mwana, na wanaweka roho akiwa ni nafsi mwingine. Tunapata kwamba wametenda dhambi ya wazi. Sisi tungekuwa tunabaki kule, ili kwa sababu tunajua ukweli tuseme bora sisi tunajua ukweli lakini tuendelee kukaa ndani. Ingekuwa ina make sense. Inge make sense ikiwa basi hata mimi ningebaki kule Catholic nikijua kwamba pia wale wanavunja sabato, wanavunja amri zote za Mwenyezi Mungu, na bado nibaki huko nikisema kwamba nafanya nini? Ninamwabudu Mungu wa pekee wa kweli. Unaona kama ina make sense? Kwa hivyo vile tulijua ukweli, sisi tulitoka tukakuja kusimama katika kanisa la ukweli. Tuko pamoja? Na ndio nukuu inatuambia kwamba ni kweli kwamba kuna watu ambao ni Wakristo wa ukweli katika mashirika ya Katoliki huko. Lakini sasa tuulize, wale ambao tumeambia kwamba ni Wakatoliki wa ukweli, yani ni Wakristo wa ukweli ndani ya shirika la Katoliki, je, wabaki ndani ya Katoliki ama watoke? Ninawauliza, wabaki huko ama watoke? Watoke, si ndio? Sasa sikiliza, nabii anasema ni kweli kwamba kuna Wakristo wa kweli katika shirika wa Katoliki. Maelfu katika makanisa hilo wanamtumikia Mungu kulingana na nuru iliyo bora zaidi walio nayo. Hawaruhusiwi kupata neno lake, na kwa hiyo hawawezi kutambua ukweli. Hawajawahi kuona tofauti kati ya huduma ya moyo iliyo hai na mzunguko wa aina ya sherehe tu. Lakini Mungu hutazama kwa huruma na upole juu ya roho hizi ambazo wameelimika katika miale ya katika nini? Wameelimika katika udanganyifu na isiyo kidhi haja ya roho. Kwa hivyo kule kuna watu ambao wanamwabudu Mungu wa pekee wa kweli, lakini hawajapata light nzuri ili waweze kujua na kutambua ya kwamba sehemu waliko ni sehemu hatari. Sasa sikiliza, watakachopata elimu ya ukweli ama nuru ikiwapenyeza, ikipenya ndani yao, watabaki wakiwa Wakatoliki ama watatoka nje waungane na kanisa la Kristo. Sikiliza, anasema atasababisha, Mungu ndiye atasababisha, atasababisha. Ukumbuke ni Mungu ndiye anasababisha ile. Atasababisha miale ya nuru kupenya giza zito linalowazunguka hao watu. Mungu ndiye anayetuma nuru kwa watu, kama jinsi ambavyo mimi nilipata nuru. Mungu alinitumia nuru. Mimi aliponiangazia, nilitoka nikaangalia, kweli hapa kuna masanamu.
Kweli hapa hata sasa Maria amepewa kazi ya Kristo ya uombezi. Sasa wanashiriki dhambi ya wazi. Mimi nilitoka. Sikiliza, anasema atasababisha miale ya nuru kupenya giza zito linalowazunguka. Atawafunulia ukweli hivyo ndani Kristo Yesu. Na kisha watachukua nafasi yao pamoja na watu wake. Kwa hivyo watakuwa separated na kanisa la Katoliki, waungane na kanisa la Kristo. Sasa same case na Waadventista wa Sabato. Tulipogundua, maana sidhani kama uko hapa kwa sababu hukuangaziwa nuru. Uko hapa kwa sababu uliangalia kule hakuna ukweli. Kule ukweli umechanganyika na uongo, na yule Mungu ambaye anaabudiwa kule si Mungu wa Biblia. Ndiyo umewachana na wao, tumekuja kuungana hapa tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Sasa kuna mtu ambaye amekwama kule licha ya kwamba anajua ukweli ya kwamba Mungu anayeabudiwa kule, Mungu wa utatu kabisa, si Mungu wa Biblia. Lakini anasema mimi wacha nikae hapa kwa sababu nabii alisema tusitoke. Watu wasitoke. Lakini hii watu wasitoke ilikuwa ni wasitoke katika seventh day ya fundamental beliefs ama ya principle. Nabii alisema watu wasitoke kwa wakati wa fundamental beliefs ama wa principle. Ama wakati huo walikuwa naamini nini? Si ndio? Kwa sababu ikiwa basi wakati wa fundamental principle wanatakiwa kuangalia walikuwa wanaamini nini na wakati huu wanaamini nini, ndio wanaweza sema basi wasitoke. Sasa kumbe sio katika Seventh Day Adventist ndio watu wasitoke huko. Watu watoke. Watu wafanye nini? Watu watoke kule kwa sababu wanashiriki dhambi ya wazi. Sisi tumepewa kazi ya kuhukumu nini? Dhambi ya wazi. Wanavunja amri ya kwanza mpaka 4. Sisi tunatakiwa kufanya nini? Tukuwe separated kwa sababu hiyo ni mfumo. Hiyo ni mfumo ambaye sisi hatuwezi tukabadilisha. Ishakuwa mfumo. Hiyo ni mfumo. Si ni kweli? Lakini sasa shida hapa katika wana matengenezo. Sasa hapa hatuwezi toka kwa sababu ya dhambi ya Amos. Sijui nimepatikana ninafanya nini, sijui ninafanya uchafu gani. Sasa utatoka kanisani kwa sababu umenipata nikizini. Utaacha sasa kuja kanisani kwa sababu umepata Robert anaiba. Utatoka kanisani kwa sababu sasa utapata ndugu yangu Mesha anaua. Utatoka katika kanisa. Hiyo ni dhambi ambayo iko tu ndani ya nini? Ya mfumo. Sasa magugu na ngano yatafanya nini? Yatamea hapa. Sisi tutakachofanya ni kumlainisha yeye na kumwambia kwamba aache nini? Lakini ikiwa alikuwa amepewa kazi ya udikon, anatakiwa ashukishwe. Ikiwa alikuwa amepewa cheo, ikiwa alikuwa amepewa wadhifa asimamie, ikiwa alikuwa na kitu alikuwa anafanya katika kanisa, anatakiwa abaki kama mshiriki. Si ni kweli? Tuko sawa? Angestahili tena kufanya kazi ya huduma. Hiyo ndio, lakini katika hiyo mfumo ya ukweli inaendelea. Kwa mfano, wacha nitumie mfano hii ndio uelewe. Katika mfumo ya Yesu Kristo kulikuwa na magugu na ngano katika wanafunzi wa Kristo. Sawa? Sasa kwa sababu kulikuwa na magugu na ngano katika wanafunzi wa Kristo, ina maana kwamba ile mfumo ilikuwa ya uongo. Ina maana kwamba ilikuwa ya uongo. Haikuwa ya uongo, ilikuwa ni ya ukweli. Licha ya kwamba kulikuwa na ngano na magugu. Sawa? Sasa pia sisi hapa, unaponiona mimi kwamba nimezini, nimeiba, nimeua, ina maana kwamba wewe usitoke kwa sababu ya dhambi yangu mimi. Kwa sababu hii ni mfumo ya ukweli. Lakini sasa kuna baadhi ya watu ambao wana backslide, kuna backsliders. Tuko pamoja? Lakini sasa kule hakuna kule kuna backsliders. Kule ni magugu tupu kwa sababu watu wale wanashiriki dhambi ya wazi. Tuko pamoja? Are we together? Sijui kama ninafundisha vitu vyangu ama watu wanaelewa. Watu wanaelewa Amen. Kwa mfano, Kristo alisema kwamba na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili. Tuko pamoja Hello? Happy Sabbath. Happy day.
Bianca, nawaona. Kristo alisema kwamba na kondoo wengine ninao ambao wabaki huko ama wakuje. Hebu soma 10:16 John. Anasema kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili. Kuna jambo linafanyika sasa, nimewauliza wabaki huko walimo ama wakuje waungane na kundi ili kukuwa na kundi moja. 10:16 inasema hivi. Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili. Hao nao imenipasa kuwaleta. Ati imempasa kufanya nini? Kuwaleta. Kwa hivyo una separate watu ambao ni wa kondoo, yani ni kondoo wa zizi hili. Unawatoa kule, wanaseparatiwa kule, wanakuja wanafanya nini? Mwalimu. Na sauti nirudia ama? Nirudia vizuri ndio. Kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili. Ndio. Na hao nao imenipasa kuwaleta. Na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwapo kundi moja na mchungaji mmoja. Na sasa itakuwa na nani? Inamaanisha inaposema kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja, lakini bila hawajakuja wako na mchungaji mwingine kule mwingine. Kwa sababu tutakuwa na mchungaji mmoja. Amen. Ni hivyo kabisa. Kwa hivyo unapokuwa katika uasi, kuna individual ambaye atasikia ukweli na atoke, atakuwa separated, ataletwa na Kristo aungane na watu wake. Sawa Sasa wale ambao wanasema yaache magugu na ngano yame pamoja ndani ya kanisa wanafanya dhambi. Si ni kweli? Wanafanya dhambi. Ina maana kwanza wanatolerate dhambi. Si ni kweli? Yaani wamekubali dhambi ikuwe ndani ya kanisa na watakatifu pia wakuwe ndani ya kanisa. Na ukumbuke ya kwamba hakuna ukweli na uongo inasimama ndani ya nyumba moja. Hakuna. Inakuwa ni uongo yote. Hakuna kitu ambacho kitakuwa. Sasa tuko bado katika hiyo COL. Sasa tuko katika duniani. Hata mbinguni, je, magugu na ngano yanaweza yakatumika mbinguni ama yanaweza yakatumika duniani peke yake? Na wauliza swali. Wana matengenezo halo. Happy Sabbath. Kwa sauti bana. Happy Sabbath. Happy day. Na wauliza mfano wa magugu na ngano inatumika duniani ama inaweza tumika na mbinguni pia? Mfano ya magugu na ngano inaweza ikatumika duniani ama na mbinguni pia? Mbinguni sasa hivi tunaongea ni ngano tu. Ukumbuke ikitumika na Kristo, sawa? Hiyo ni majibu yenu. Sasa iko hapa. Twende mbinguni. COL 72 paragraph 2. Nisome. Alafu tuangalie, nafikiri tutaweza kufahamisha. Si vitabu tunavyo. 72 paragraph 2 inasema nini? Paragraph 2. Ukumbuke muda ndo wangu unaisha. COL Christ Object Lesson 72 paragraph 2 inasema COL 72.2 inasema the teaching of this parable is illustrated in God's own dealing with men and angels. Satan is a deceiver. When he sinned in heaven, even the loyal angels did not fully discern his character. This was why God did not at once destroy Satan. Had he done so, the holy angels would not have perceived the justice and love of God. A doubt of God's goodness would have been as evil seed that would yield the bitter fruit of sin and woe. Therefore, the author of evil was spared, fully to develop his character. Through long ages, God has caused the anguish of beholding the work of evil. He has given the infinite gift of Calvary rather than leave any to be deceived by the misrepresentations of the wicked one. Sasa
wakati wa before the fall of Satan kulikuwa na magugu na ngano kati ya nani? Malaika. Tuko pamoja? Sasa sikiliza vizuri na unisikilize kabisa unielewe. Malaika haungejua ni malaika yupi angekuja kuasi. Malaika wenyewe kwanza hawangejua Lucifer angeasi. Na tena wale malaika wengine waliobaki mbinguni wakiwa waaminifu hawangejua wale ambao walishawishiwa na shetani kwamba wataasi. Tuko pamoja eh? Kwa hivyo Mungu peke yake ndiye aliyeangalia karakta ya shetani, alimsoma. Tuko pamoja? Alimsoma akajua kwamba huyu hakuna kitu ndani ya nini? Hakuna kitu ndani ya moyo wake. Lakini malaika wengine hawangejua. Sasa Mungu angemuua shetani hapo hapo ama angemhukumu hapo hapo. Ina maana hukumu yake kwanza ingekuwa haki, maana malaika wengine wangesema hapana, Mungu hujafanya haki hapo, kwa sababu si huyu mtu amekuwa akifanya kazi kabisa kwa uaminifu katika kiti cha enzi. Si amekuwa akikusafu. Ni nini imekufanya mpaka unamhukumu? Alimpatia shetani nafasi mpaka adhihirishe tabia yake. Si alidhihirisha mwenyewe wazi. Aliasi. Wakati sasa Mungu aliita kanso ya mbinguni akaambia kwamba malaika wote wamsujudie Kristo. Shetani alifanya na kinyongo, na ndivyo akaanza kushawishi wengine. Mwenyewe hapa naona tukianzisha serikali yetu tutafanya nini? Tunaweza pia tukaendelea tunaweza tengeneza serikali yetu na tunaweza hata shinda hii yao. Sasa tabia yake ikaanza kujulikana. Na usidhani ya kwamba hao waliobaki waaminifu hawakutestiwa. Tuko pamoja? Usidhani ya kwamba malaika waliobaki wakiwa waaminifu hawakutestiwa. They were tested by Satan. Aliwajaribu, lakini wale waliamua wamchague nani? Wamchague Mungu, wamwachane na shetani. Kwa hivyo karakta yake ikajulikana. Sasa nabii anasema alipofanya dhambi mbinguni, hata malaika waaminifu hawakuelewa wazi tabia yake. Haikuwa inaeleweka wazi. Tabia ya shetani ingejulikana tu kwa macho hivi. Sasa alifanya nini? Hivyo ndivyo sababu Mungu hakumhukumu shetani. Kwa sababu angemhukumu, anasema hivi, papo hapo angefanya hivyo, yani angemhukumu shetani, malaika watakatifu wasingelielewa haki na upendo ya Mungu. Wasingeelewa kabisa. Si kweli? Sasa wangemwona Mungu akiwa ni mbaya. Lakini walimpatia shetani nini? Ninakuja kwako. Anasema hivyo mwanzilishi wa uovu aliachwa ili aidhihirishe tabia yake. Kwa hivyo aliachwa shetani adhihirishe mwenyewe tabia nini? Tabia yake. Kwa hivyo aliyejihukumu peke yake ni shetani. Si ndio? Aliyejitokeza wasiwasi akaanza kushawishi mpaka malaika wenyewe wao wengine walipohukumiwa, hao wengine waliona wenyewe judgment ya Mungu ni ya haki. Kwa sababu gani? Ametenganisha wale ambao ni waovu mbinguni, kwa sababu hata hao wenyewe walijaribiwa, kwa sababu walishawishiwa. Kwa hivyo wanapotengwa wanaona kwamba pia wale ni sumu katika nini? Katika wakiendelea kwa mbinguni bado hakungekuwa na amani mbinguni. Si ni kweli? Ulikuwa unasema nini jambo? Nilikuwa nasema quotation fulani vile sina hapa, anasema wangeserve Mungu na uovu. Kama angemua shetani. Hata wewe ukiwa kwa mwajiri wako akuje mtu ule mwovu amuondoe na panga mkate shingo. Kesho usikie anasema, "Maenda kuja." Kabla ufike kwake utakuwa ukiuliza wenzako. Sasa tena ni nini kwanza wanakuja na uoga. Hata kama hakuna kitu amefikia. Ukisikia tu mtu anaitwa anaogopa. Sasa ndio maana Mungu akaamua kwamba hata shetani karakta yake ifanye nini? Ijulikane. Na karakta yake aonyeshe mwenyewe. Si ni hapo mbinguni tu. Kwa universe mzima. That's why shetani yako alive mpaka sasa. Anaendelea kujijua karakta yake. Ulimwengu ambazo zilikuwa hazijaanguka pia zinaona. Maana waliona baba amemtuma mwana ulimwenguni wakifikiria amekuja kumaliza ulimwengu, kumbe amekuja kukomboa. Alafu shetani akafanya nini? Akamsingiza wapi? So karakta yake inaendelea kufanya nini?
So moto wa mwisho hakuna mtu ataongea, kila mtu atapumua. Na utalalamika kwa sababu umeenda kwa moto, kwa sababu kila kitu umeonyeshwa. Kuna Mungu na kuna shetani. Sasa utasema mimi sikuwahi sikia habari ya shetani hata siku moja. Sikuwahi jua kuna uongo. Nani ajui uongo mpaka saa hii iko na shetani? Si kila mtu anajua hivyo. Sasa tuende katika ulimwengu .3. Sasa tuangalie hii ngano na magugu ilitumikaje tena katika dunia. 5 minutes najua. .3 nasema the world has no right to doubt the truth of Christianity because they are unworthy members in the church. There are unworthy members in the church. Nor should Christians become disheartened because of these false brethren. How was it with the early church? Ananias and Sapphira joined themselves to the disciples. Simon Magus was baptized. Demas, who forsook Paul, had been counted a believer. Judas Iscariot was numbered with the apostles. Ndio. The Redeemer does not want to lose one soul. His experience with Judas is recorded to show his long patience with perverse human nature. And he bids us to bear with it as he has borne. He has said that false brethren will be found in the church until the close of time. Yani amerudia the last statement. He has said that the false brethren will be found in the church till the close of time. Yani kabisa vizuri. Amesema kwamba ndugu bandia, Wakristo bandia watakuwapo kanisani mpaka nini? Mpaka mwisho wa wakati. Vizuri tujue ni kanisa gani. Ndio unatakiwa kujua ni kanisa gani hii. Sasa kuna false brethren. That is unasikia kuna foolish na wise. Tuko pamoja? Ndio unaona katika dunia kuna Anania na Sapphira walikuwa ndani ya nini? Walikuwa ndani ya kanisa la Kristo. Ina maana kwamba kanisa la Kristo ni la uongo. Kuna yule ambaye alikuwa mchawi anaitwa Simeoni mchawi, alibatizwa. Ina maana kwamba katika kanisa la Kristo sasa ni ya uongo. Sasa kuna yule Dema aliyemtoroka Paulo wasiende kuhubiri na yeye. Alipotoroka ina maana kwamba sasa mfumo ya Kristo ni ya uongo. Anasema kuna Wakristo bandia watakaokuwa ndani ya kanisa mpaka mwisho wa wakati. Sasa watu wasitoke katika kanisa la ukweli kwa sababu ya mandugu bandia. Tuko pamoja? Sasa magugu na ngano ni kanisa la Kristo ndani ya ulimwengu. Na ukumbuke ya kwamba ndani ya ulimwengu ndiyo kuna magugu peke yake, hakuna magugu na ngano. Lakini katika kanisa la Kristo kuna magugu na ngano. Tuko pamoja? Ndani ya kanisa la Kristo peke yake ndio kuna nini? Magugu na ngano. Ndani ya ulimwengu hakuna. Na ndio maana nimekuwa nikihubiri nikisema kwamba ndani ya Freemason hata shetani hakuagi huko. Ndani ya baa hakuna hata shetani huko. Hata walimaliziwa kitambo. Mahali shetani anapigia vita ni hapa. Sasa ndio tunatakiwa kuangalia boda zetu. Uangalie compound yako, mazingira yako umetunzaje? Ushirika wako na Kristo ukoje? Karakta yako ukoje? Unaonaje Kristo akirudi sasa wewe utakuwa miongoni mwa foolish ama wise? Utakuwa miongoni mwa magugu ama utakuwa miongoni mwa ngano? Unatakiwa kuangalia. Hiyo ndio kazi ambayo imebaki sasa sisi. Mungu aweze kuwabariki sana. Nikitumai ya kwamba mmepata kitu. Mungu aweze kuwabariki na tuweze kumaliza kwa ombi. Tukibisha vipindi vingine. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu mwema, Jehova muumba mbingu na ardhi na vyote vilivyomo. Tunashukuru maana umeweza kutufundisha mengi kuhusiana na magugu na ngano. Na ya kwamba sisi hatuna uwezo ya kuhukumu tabia na nia ya wenzetu isipokuwa wewe peke yako. Yule ambaye ataweza tu kuja kukusanya ngano na magugu ni Kristo, atakayetuma malaika wako waweze kuja kusanya. Wale ambao watakuwa ngano waweze kuenda katika gala la amani, lakini wale ambao watakuwa magugu wataweza kukusanywa matita kwa ajili ya kuchomwa moto.
Tunakuomba Mungu uweze kutusaidia tusikuwa miongoni mwa magugu, tusikuwa miongoni mwa wale ambao ni mabikira ambao ni wajinga wasiokuwa na ufahamu, wale ambao wanasema kwamba wanakuabudu katika roho na ukweli, huko katika gizani wanatenda jambo ambalo halikufurahishi. Tusaidie tunapoendelea na mafundisho haya, maana tunajua kwamba tunakutegemea kwa kila jambo. Saidia kila mmoja, maana ninajua kwamba kila mmoja ako na hitaji lake la moyo, lakini mimi siwezi nikawasoma nikasema kwa niaba yao, lakini ninajua kwamba unaenda kuwatenda jinsi ambavyo anakuomba, wanavyokulilia. Tunapoingia katika vipindi vingine, ninasema kwamba utamalaki uzidi tunapopungua, uendelee ninapopungua, maana najua kwamba mimi ni mwanadamu tu na wana sina uwezo wowote juu yako. Tunapopisha vipindi vingine, tunakuomba uweze kusimama na walimu wote watakaosimama hapa mbele, uweze kuwasaidia na ufunike midomo yao na kala moto, wasije wakanena yao, wasije hata wakaonyesha karakta ya kujigamba, wasije wakajionyesha hata tabia ya kujipiga kifua kwamba wanajua. Mtu anapoonekana anajua, kumbe hajui kitu. Zidi kuwa pamoja nao, bariki familia yao, bariki jamii yao, bariki kazi zao, na ubariki kila kitu ambacho kinatuhusu, maana tunajua kwamba vyote tulivyo navyo si vyetu bali ni vyako. Tunapoingia katika vipindi hivyo, uweze kutamalaki, na ni katika jina safi la mwanao Yesu Kristo mpendwa tumeomba na hata kuamini. Amen.